Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, Mheshimiwa Suleiman Masud Makame ametangaza mabadiliko ya ratiba ya ufunguzi rasmi wa maonyesho ya kilimo 88/2026 yatakayoendelea katika viwanja vya Kizimbani Dole, wilaya ya Magharibi Unguja. Awali hafla hiyo ilitarajiwa kufunguliwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, lakini ratiba hiyo imebadilishwa kutokana na sababu mbalimbali za kiutendaji. Kwa mujibu wa taarifa ya waziri, hafla hiyo ya ufunguzi rasmi sasa itafanyika tarehe 8 Agosti 2026 katika viwanja vya Dole, ambapo mgeni rasmi atakuwa makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Ndugu wananchi na waandishi wa habari, itakumbuka kwamba tuliwahi kutoa taarifa ya ufunguzi rasmi wa maonesho yetu ya 88 ambapo tulitegemea yangeanza shughuli hiyo ya ufunguzi ingefanyika tarehe 3 mwezi wa 8 2026, lakini baada ya kuangalia logistics za hapa na pale tumelazimika kuja tena kwenu kwa ajili ya kutoa taarifa ya ni lini hasa uzinduzi utafanywa rasmi kuhusiana na maonesho yetu ya 88. Ndugu waandishi, kwa mujibu wa mabadiliko haya na kwa mujibu wa maelekezo, hafla ya ufunguzi rasmi sasa itafanyika tarehe 8 Agosti 2026 katika viwanja hivi vya Dole, na mgeni rasmi wa ufunguzi huo, na tunaweza pia tukasema ni maadhimisho, atakuwa Mheshimiwa makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Kwa taarifa hii naomba sasa isomeke hivyo kwamba tutafungua maonesho yetu tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu 2026, na mgeni wetu rasmi atakuwa ni makamu wa pili wa Rais. Lakini tukumbuke pia kwamba haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais mwenyewe. Kwa hiyo azma na nguvu iko pale pale. Tunatakiwa sote kwa pamoja, wakubwa, wadogo, hasa vijana na wanawake, wajitokeze kuja katika maonesho haya. Baada ya kumalizika kwa mkutano huo na waandishi wa habari, Waziri wa Kilimo alitembelea miradi mbalimbali ya kilimo, ambapo amesema ziara hiyo ni hatua ya wiki ya kilimo. Miradi iliyotembelewa ni ya Kibonde Mzungu, Mtwango na mradi wa maabara ya utafiti wa kilimo, mimea, udongo na wadudu, na eneo la kulelea mimea baada ya kutoka maabara Kizimbani, wilaya ya Magharibi Unguja. Tupo katika utaratibu wetu wa kawaida wa kupitia katika maeneo yetu yote ambayo tunayasimamia. Moja kati ya eneo letu ambalo tunasimamia ni eneo hili la mradi. Kwa hiyo tuko kwenye juma la 88 hili, na shughuli zile ambazo zinafanywa kule 88 zinaanzia huku. Kwa hiyo tumesema baada ya kuona maendeleo na matayarisho ya 88 tupite kuangalia miradi yetu ambayo inaendelea. Tumeanza katika mradi wa Kizimbani kule eneo la Dole, tumekwenda mradi ule wa pale Kibonde Mzungu, na sasa hivi tuko Mtwango. Maeneo haya ni mradi huu ujenzi wa vituo vya wakulima pamoja na uhifadhi na ulinzi wa mbegu. Ndio lengo la ziara yetu, kuona hatua iliyofikiwa, tuweze kujua miradi yetu inakabiliwa na changamoto gani na utatuzi wake ni upi. Kwa hiyo tumejionea na tumeona maendeleo ya mradi katika maeneo hasa ya Kibonde Mzungu na Mtwango, na tumeona uzorotaji wa mradi katika eneo la Kizimbani kwenye maabara ile ya tafiti za kilimo na mambo mengine. Kwa hiyo hasa ilikuwa ndio lengo la ziara yetu. Kwenye ziara hii kwenye eneo la Mtwango na Kibonde Mzungu hatua iko vizuri. Wako takriban ndani ya muda, asilimia ni chache,
ni 0.01% kwa eneo la Kibonde Mzungu na 0.02% kwa eneo la Mtwango ndio wako nyuma ya muda. Lakini commitment ya consultant kwa maana ya mshauri elekezi na pamoja na mjenzi kwamba ndani ya muda mfupi watakuwa wameweza kuziba ili pengo na watakuwa wamefika, pengine watakuwa wako mbele ya muda kuliko kuwa ndani ya muda. Ziko changamoto ambazo zimeelezwa. Moja ni upatikanaji wa vifaa hasa matofali. Tumeshatoa maelekezo kwa sababu kwa kiasi fulani mkandarasi naye amezembea katika ile eneo. Alitakiwa awe na uhakika wa upatikanaji wa hiyo rasilimali. Tumeshampa maelekezo hakikishe kwamba ana meet hiyo requirement hasa ya kimkataba. Lakini jambo kubwa ambalo nimeelekeza, nahitaji kupata jengo kwa maana ya mradi umesimama kwa wakati na kwa kiwango. Kwa hiyo nitoe wito kwa mkandarasi kwanza kwenda kwa mujibu wa mkataba, kwa mujibu wa andiko, kwa mujibu wa mchoro ili tuweze kwenda vizuri. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Angel Paul.